بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi mtukufu wa mfungo tatu, na tuko katika mwisho wa 10 la pili, ambapo twakurubia kuingia katika 10 la tatu. Yani leo ni tarehe 19. Katika wiki hii kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 24 ya mfungo tatu, kuna matukio muhimu ya kihistoria yalitokea katika tarehe yetu. Tukio la kwanza ni tukio linalojulikana kwa jina la Ghadir. Tukio la pili ni tukio linalojulikana kwa jina la Mubahala, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza Qur'ani alipotuambia: inna mathala Isa ibn Maryama au ibn Maryama kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mubahala, kabla sijarudi kwenye Ghadir, ni tukio maarufu la mjadala uliotokea kati ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wafdi na pote au delegation iliyokuya kutoka maeneo yanayoitwa Najran, wafdu Najran, katika mwaka maarufu ulikijulikana Amul Wufud. Ni mwaka ambao makabila tofauti yalikituma wajumbe ama ujumbe kwenda Madina kumuona Bwana Mtume, kujadiliana naye na kutaka kujua ni nini kinachoendelea. Katika mapote yale au katika ufudi zile ilikuja wafdi ya Najran ambao ilikuwa ni Wakristo, ikiongozwa na viongozi wao wakubwa wa kidini, makasisi. Wakaja wakakutana na Bwana Mtume na kukatokea mjadala baina yao na Bwana Mtume, na mjadala wenyewe ukawa kwamba Isa alayhi salam ni mtume kama imani yetu Waislamu au ni mwana wa Mungu kama imani iliyoko leo kwa wengi katika Wakristo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia hoja mtume wake awape Manasara, wale Wakristo, kwa sababu awaambia, kwa nini nyinyi mufikirie kwamba Nabii Isa ni mwana wa Mungu? Imekujaje fikra hii? Ukiifuatilia ni kwamba hana baba, alizaliwa bila ya baba na mama tu. Sasa wakaona baba wampe nani? Wampe Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu awaambia, kwa kipimo hiko chenu
ikiwa Nabii Isa atakuwa ni Mungu au ni mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa bila ya baba, itakuwa aula zaidi Adam awe Mungu kwa sababu amezaliwa bila ya baba na bila ya mama. Angalau huyo ana mama, mumeiona mimba yake, mumemuona akizaliwa, akikuwa kutoka fil mahdi sabia, kutoka ni kijana huko mlezini mpaka akawa mtu mzima. Nabii Allah Adam akiumbwa ameumbwa ni mtu mzima moja kwa moja, si kwamba aliumbwa ni kitoto akawa na miezi 6 akatambaa akasimama. La, Nabii Allah Adam akiumbwa ameumbwa ni binadamu kamili tayari. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia bwana mtumi, waambie hao, inna mathala Isa ibn Maryama kamathali Adam, ni kama mfano wa Adam. Tashbihi iko wapi? Ikiwa huyo ameumbwa bila ya baba, Adam ameumbwa bila ya baba, bila ya nini? Ya mama. Khalaqahu min turab, Mwenyezi Mungu amemuumba Adam na mtanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kawapa hoja. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia mtume kwamba si lazima mjadala ufikishe kwenye suluhisho, na hili ni nukta muhimu sana. Watu waweza kujadiliana wakakubaliana, na watu waweza kujadiliana wakaondoka kwenye mjadala kila mtu ushishie laki kwa sababu nyingi. Kwa Mwenyezi Mungu akamwambia wape hoja, ukimaliza usiendelee tena na mjadala na wao. Yani usipoteze wakati wako kuzunguka siku zote kwenye cycle hiyo, siku zote mazunguka hapo. Akamwambia faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, atakaye kuja kukuhoji tena baada ya hini elimu tulokupa. Ilmu hapa ni hii huja, ambao ni huja ya kiakili isovundika, usiendelee tena na mjadala. Faqul ta'ala, na hapa ndipo nataka kufika kwenye neno mubahala. Ambie ndooni tuombeni Mwenyezi Mungu, alomkweli Mwenyezi Mungu amnusuru, na alomrongo Mwenyezi Mungu afanye nini? Amwangamize. Faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Ibtihali ni kuapizana, ni mulaana, ni kuombeana dua ya kuangamizana. Thumma nabtahil, tufanyeje ibtihali ya nini? Fanaj'al la'natallahi, ndio ikaitwa yaumul mubahala. Mubahala imetokamana na neno lilotumika kwenye aya nabtahil, al-ibtihal min al-mubahala. Kisa maarufu kwenye historia, wakakubaliana wakapeana mauidi, kesho tutakutana kwenye uwanda fulani tufanye maombi. Kundi lao viongozi wa kidini wa Kikristo na bwana mtumi. Siku ya pili ndio wakatoka bwana mtumi kwa amri ya Qur'ani, uendemene na watu 4 akiwa yeye ni 5. Watu 5 ndio walo present Uislamu katika siku ya kuwapizana. Ilikuwa ni yeye kulingana na nasi ya Qur'ani. Abnaana, mufassirina wote wanena ilikuwa ni Al-Hasan wal-Husayn, wa nisaana alikuwa ni Fatimatu Az-Zahra, wa anfusana alikuwa ni Ali ibn Abi Talib pamoja na yeye mtumi. Walipokwenda ndio ule mkubwa wao wa makasisi akakataa kuwapizana, na akawapa advice wale wendani wake, akawaambia maneno yamezorekodiwa katika historia, akiwaambia inni la ara wujuhan, inni la ara wujuhan, mimi naziona nyuso, lau aqsamu ala Allahi an yuzila jabalan la azala, mimi naziona nyuso, lau watamuapia Mwenyezi Mungu aliondoshe jabali alipeke mahala pengine, Mwenyezi Mungu ataliondosha. Yani sioni hapa mahala pa kutoka salama sisi. Ndio wakavunda maagano wakarudi zao. Muarikhina watuambia tukio hili ndio linaoitwa tukio la mubahala, lilitokea tarehe 24 ya mfungo 3, ambao ni wiki yao.
ukiliunganisha na tukio la Ghadir ambalo tumelizungumzia juzi usiku kwa mapana na marefu, ambalo ni yaumul wilaya. Na wilaya inamaanisha kumpenda Amirul Mu'minin. Wilaya inamaanisha kufuata mwongozo wake Amirul Mu'minin. Wilaya inamaanisha kuwa tayari kuvumilia matokeo ya wilaya hiyo. Mmoja katika masahaba si maarufu sana, aitwa Maithamu Tammar. Maithamu At-Tammar. Huyu alikuwa ni fasaha sana ulimi wake, na alikuwa ni mshairi wa hali ya juu sana, na alikuwa ni mtu simandia venye kunena, akizungumza wengine unyamaa. Kile kipaji alichompa Mwenyezi Mungu cha unene. Na alikuwa ni katika watu wakimpenda Ali ibn Abi Talib hali ya juu sana, na saa zote ulimi wake ulikuwa ukimsifu. Baadhi ya watawala wakataka kumnyamazisha asiendelee katika Bani Umayya, wengine wasema ni Hajjaj ama ni nani. Kitu walichoweza peke yake ni walimkata ulimi wake peke yake, ndio waliweza kumnyamazisha. Walimkata ulimi, na ni zitu ziko katika historia. Alitolewa ulimi wote ukakatwa, akawatwa bila ya ulimi. Na hii ni thamani ya wilaya ya Ali ibn Abi Talib. Watu huwa hawataki mara nyingine kuzisikiza sifa kama hizi, kwa sababu ya kasumba nyingi tumezotiwa, na kwa sababu yale ni yanenayo kila siku ya zitoto za madhahabi. Na Ali ibn Abi Talib si wa madhahabi. Ali ibn Abi Talib ni kandi ametuatia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya elimu, ya mwongozo. Mwenyewe akatwambia, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arada almadina falyatiha min babiha. Mimi ni mui wa elimu na Ali ndio mlango wake, na atakao kuya kwenye mui naye kupitia nini? Mlango wake. Na mwenyewe akanena, allamani Rasulullah, amenifundisha mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alfa babin min alilmi, milango 1000 ya elimu, yuftahu li fi kulli babin 1000 babin, katika kila mlango unafunguliwa tena milango 1000. Yani ifanye 1000 mara 1000. Haya ndio mambo. Kwa sababu gani? Hakuna mtu aloishi na Mtume masaa 24 katika umri wake wote, akilala naye, akiamka naye, akila naye, na mwisho Mtume akamuoza binti yake akawaweka nyumbani kwake. Baadhi ya wanazuoni wasema ndio boarding ya kwanza ya Mtume. Ilikuwa wanafunzi walikuwa wakisoma boarding kwa Mtume walikuwa ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib na Fatima az-Zahra, saa zote wakiwasomesha. Kisha mwenyewe akasema, aliniombea dua Bwana Mtume, dua yake ikanifanya mimi niwe na qalban aqulan wa lisanan taliqa. Katika maneno yake aliyoyanena safari moja katika mijadala, na huja zile jadhba zikampanda mtu, ndo akatoa yale maneno akinena, saluni kabla an tafqiduni, niulizani kabla hamjanikosa. Fa wallahi ma min ayatin nazalat illa waqad alimtu min aina nazalat wa fima nazalat wa lima nazalat. Niulizani kabla hamjanikosa, na waapia kwa Mwenyezi Mungu, hakuna aya kwenye Qur'ani iliyoteremka isipokuwa najua iliteremka kwa nani, lini na kwa nini. Kisha akamaliza kanena, inna rabbi, mola wangu, wahaba li qalban aqula wa lisanan taliqa, Mungu alinipa moyo wa kushika. Watu usomeshwa wote, lakini si kila mmoja aweza kushika. Anena Mungu amenipa moyo wa nini? Wa kushika,
walisanan taliqa, na amenipa ulimi wa kuweza kuyabaini nilio yashika. Leo kuna baadhi ya ulama alhamdulillah wana ilmu, hakuna shaka, lakini Mwenyezi Mungu hakuwapa lisana. Aweza kunena dakika 20 mko hamumuelewi hunena nini. Haimaanishi kwamba hana elimu. Zitu ziwili tofauti, kuwa na elimu na kuwa na ulimi wa nini, wa fasaha, kubaini ile elimu ulionayo. Ndio watu wanena si kila muyuzi mwalimu, si kila muyuzi ni mwalimu. Nabii Allah Musa mwenyewe alikubali, alimwambia Mwenyezi Mungu alipoambiwa idhhab ila Firauna innahu tagha, alimwambiaje Mwenyezi Mungu? Dua yake maarufu tuisoma sote, alianza rabbi shrah li sadri, kwanza nipa moyo mkundufu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li, haya mambo magumu ya tablighi yataka mpaka usahilishiwe na Mwenyezi Mungu. Tena ndio kupambana na nani? Na Firaun. Tena umeamrishwa uende ukamwambie layina, sio kalaman layina. Wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Wasema Nabii Allah Musa hakuwa na ufasaha katika ulimi wake wa kubaini maneno. Wengine wanena sababu ya lile kala moto, wengine hunena maumbile, baadhi ya harufu zilikuwa hazitoki sawa sawa. Sitaki kuingia kwenye tafsirat, lakini Qur'ani yathibitisha kwamba hakuwa na ufasaha. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, kisha akarudi akamwambia waj'alli waziran min ahli Haruna akhi kain ushdud bihi azri washikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Na umtume na Harun. Kwa hivyo kupewa utumi Haruni si kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni maombi ya kutoka kwa nani? Kwa Nabii Musa. Amwambia Musa, amwambia Mwenyezi Mungu umenituma mimi na kuomba mtume na hundu yangu. Kwa nini katika aya nyingine innahu afsahu minni lisana? Kwa sababu Harun ulimi wake kwa hodari zaidi katika kunena. Atanisaidia kwenda kuyafikisha haya, mimi ulimi wangu haunisaidii. Kwa ile inna rabbi wahaba li qalban aqula wa lisanan taliqa. Na ndio katika neema alizomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zote zinazorudi kwenye neno rahma. Alolianda Mwenyezi Mungu sura yake Ar-Rahmanu allamal Qur'ana, sio ilmu amekupa. Khalaqal insana, haitoshi, allamahul bayan. Waweza kuwa una ilmu ya Qur'an lakini huna ilmu ya nini? Ya bayani, ya kubaini yale uyayuwao. Hii ndio siku ya wilaya ndugu zangu, ambayo ni yaumul ghadir. Kumaliza khutba yangu nataka kusimama katika mambo mawili matatu yanayoendelea katika nchi yetu na yanayoendelea katika moyo wetu. Kadhia ya kwanza sote twaiona leo, nchi ya tokota katika masala ya kupambana na ufisadi, corruption. Na hakuna shaka kwamba katika maradhi sugu yanaumiza hususa nchi zinazoamkuliwa nchi za ulimwengu wa tatu, na ikiwemo nchi yetu ya Kenya, kama maradhi ya ufisadi. Hakuna mtu aweza kunena kinyume na haya ikiwa ana akili timamu. Especially nchi yetu Kenya ni nchi tajiri sana. Hapa tulipo ni mithili ya wale walionena tulikuwa kabla ya miaka 500 tuweko hapa. Kuna baadhi ya wazungu wanena hapa tulipo, hii teknolojia ilivyo, ilikuwa tuwe kabla, si tuko mwaka wa 2000, ilikuwa mwaka wa 1500 ndio tuwe hivi. Na haya ni maneno mazito sana. Sababu
asema ni wakati majeshi yalipokwenda kuvamia ulimwengu wa Kiislamu, yale yaitwao wale at-Tatariyin kina Genghis Khan, ile kandi ya elimu na zitabu walizozipoteza kule, tulopata ni katiti sana, ndio waliotufikisha hapa. Na mimi nanena hii nchi yetu lau ilikuwa yaendeshwa kiadilifu katika hii miaka 60 ya kutoka tupate uhuru, hii nchi ingelikuwa iko mbele kwa miaka 20 hapa tulipo au zaidi. Kwa sababu ni nchi ina sifa zifuatazo. Kwanza, ina uwezo mkubwa wa kiuchumi. Ina uwezo. Dalili, sina statistics mimi za kukupa hisabu, lakini nitakupa dalili inaofahamika kwa kila mtu. Nyumba 2 kumeingia wizi. Nyumba moja imejepwa siku ya kwanza, imejepwa siku ya pili, imejepwa siku ya 3, imejepwa siku ya 4, hujepwa nyaka ngia nyaka toka, na hazimaliziki zilioko ndani. Sijui umenielewa vizuri sana jamanini. Manake namna ijepwao hii nchi leo ingelikuwa imeanguka kwa kitako, na bado nchi iko nini? Isimeme. Ninyi huona zile namba ni kama koi tu huzungumzwa, yani sijui kumejepwa sijui bilioni ngapi, sijui bilioni ngapi, Anglo Leasing, sijui bag, tumekuja mpaka UC kwenye NYS sijui, na hizo zile kubwa kubwa ziulikanao na zitoto sasa. Nchi yakamuliwa sampuli moya, na kile kinena kimea maziwa bado ufanya nini? Hutoka senti hizi. Na nyumba ya pili mwizi mengia siku ya kwanza, kirudi siku ya pili labda tukuwezi tanda za usutu na nini ndo zilizobakia. Kama nchi nyingine utaziona zimepata corruption, zimeanguka pa. Kwa hivyo hii nchi ina uwezo mkubwa wa kiuchumi, ndugu zangu Waislamu. Mbali na resources ambazo zimeonekana zaja, hando mauti kabisa. Pili, nchi hii ina mabongo, ina wasomi. Ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika, sitaki kulinganisha nchi za Ulaya wala nini. Nchi ina wasomi. Ni nchi ina kilimo, ni nchi ina bahari, ni nchi endelea sasa. Zile zitu ambazo zaweza kuwa ndio wanazoziita matumbuko ya kiuchumi. Kila kitu tunacho. Mwenyezi Mungu ametupa neema hizi. Lakini inaotubakisha hivi tulivyo ni corruption. Na rais leo anapoongoza zita dhidi ya corruption, ni wajibu kwa kila Mkenya leo tuungane mikono katika zita hizi, kwa sababu ni zaidi ya ukimwi unaotumaliza. Mengine yote usababishwa na haya. Kwa sababu leo wewe ukifuata suala la ukimwi, maradhi, drugs, nini, utarudi zote kwenye sababu za kimsingi nini? Uchumi. Kwa nini vijana wetu leo wamedrop class 8 hawapati kwenda secondary? Kwa nini vijana wetu wamemaliza secondary hawawezi kwenda kusoma nini? Colleges na university? Ndio waingia mitaani, ndio wapotea. Serikali leo ilikuwa inaweza kuwasomesha wote hao. Leo kuna baadhi ya nchi usomesha raia wake, na wakimaliza kusoma ikawalipa mshahara paka wapate kazi. Paka upate kazi. Na serikali ndio hukuzengelea nini? Kazi. Si wewe uzunguke na makaratasi ugonga mlango hunu, ndio ufanye interview hapa, ndio ufanye serikali hukuzengelea kazi. Ikakuita sasa ndio keti ufanye kazi hii. Suala la kimsingi ni hili, kwamba zita hizi anazozitangaza rais wetu dhidi ya ufisadi ni strategy ya kihakika ya kutaka kuiendesha Kenya, ama ni tactics za muda za kupangwa siasa? Hapa ndipo mahala sisi patutia wasiwasi. Lakini kimsingi zita dhidi ya ufisadi lazima sote tuziunge mkono. Na zatuumiza. Na zile ni pesa zetu zinazojepwa jamani. Si misaada ile kwamba huya. Ni ile shilingi 16, shilingi 10 ngapi siku hizi uitoa. Usimandia ule jamaa alikuwa na mpendi wake siku moja, akamuuliza wanipenda kwa asilimia ngapi? Akamwambia 85%.
Ule mwanamke akamuuliza, hii 15 ya nani? Akamwambia hii ya VAT. Na kauli alifikiri ya mwanamke mwingine, yani kwamba una mwanamke wa pili wa siri au ule mmempanga lao 15%, anamwambia hii huenda kwa nani? Kwa VAT. Mpaka hizi pumzi tuvutazo sisi kuna percentage huenda kwa nani? Kwa VAT. Na yeye mumeona namna tupokonywao kwenye bili za taa, kwenye nini, wewe ukiweka uziona henda tu, kisha watu upiga mayoyo atakawajiuliza. Ndugu zangu, nafupisha, twaunga mkono zita dhidi ya ufisadi kama mikakati ya kuiinua nchi na zita za kutanganya mfano wa mvua ya nini? Ya kusi. Lakini ikiwa kwa lengo wa watu fulani, tutarudi pale ni kumaliziana hisabu kama alivyorudi Magufuli jirani yetu. Alikuwa ni zita dhidi ya ufisadi, lakini baadaye imekuja kubainika ni hisabu za baina ya watu na watu. Pili, ziara ya rais wa nchi kwenda Marekani na Uingereza, dualul udhma, na Muingereza ndio masterminder, Amerika ni mtekelezaji maarufu ulimwenguni. Bongo la kihakika la kuendesha tili za ulimwengu ni nani? Ni Muingereza. Amerika ni makaboi maarufu, watu wa kutia majeshi kufanya nini? Kupigana. Wewe ukiangalia athari zote tunazoziishi leo katika ulimwengu wa Kiislamu na ulimwengu wa Kiafrika, hii 18 ni matokeo ya tili za nani? Za Muingereza. Israeli nani? Ni Muingereza. Mipaka ya kugawanywa Middle East nani? Ni Muingereza. Mipaka ya kugawanywa sisi huku pwani kagawanywa mapande, nusu iko kule, nusu, hizo tentili za nani? Za Muingereza. Zote tunazoziishi ni strategy za Muingereza. Amerika yuwazipita barabara ashatandrikiwa, na ndio wakizidiwa hurudi kwa mwalimu kasoma akaoneshwa. Suala la kimsingi, kuna nini? Kuna mambo makubwa mengine hayaneneki, lakini kitu ambacho kwamba nataka kuwaambia ndugu zangu, kuna siku niliwaambia hapa, hizi project zinazoendelea Lamu, mbali na misimamo yetu ya kuunga ama kupinga, mbali tuate kango au ngao wapingao, ni project kubwa sana na zimo zetu. Na kuna information pengine zitakwenda zikitoka na zikijulikana kwamba asli alqadhiya haihusiani kamwe na South Sudan wala na Ethiopia wala. Asli alqadhiya kutoka pale mpaka Lamu, hiyo patroli iliyoko na hiyo gesi iliyoko, kitu hakivumilii kusikia. Kitu hakivumilii kusikia. Na baadhi ya zisima, pengine kisima kimoja kina 2 billion sijui ngapi barrel. Kubomita za gesi zilioko ni wazimu. Na yakiwa haya, sitaki moja tukue asilimia ya tafitini, yakiwa hawa ya kweli, mtezaji atakuwa si Mchina tena. Mtezaji atakuwa si Mchina tena. Mtezaji sasa watakuwa ni wengine. Na mengi yatakuja baadaye kuondoka automatic, ikiwemo ndani kadhia ya shabab. Kuli hal, hizi ni zitu mimi napenda muzisome, muzizingatie na muzipanue. Angaliani, kila panapopiganwa ulimwenguni leo, kadhia ni gesi na nini? Na patroli. Hiki kitu watu wataka wakiue sana Sheikh. Kila panapopigana ulimwenguni leo, kila penye jihadi, kila penye magengi, kila penye zita za wenyewe kwa wenyewe, utazunguka, mwisho utakwenda kutua nini? Ni patroli na nini? Na gesi inayoendelea. Ndugu zangu Waislamu, kadhia ya tatu sitaki kuwarefushia sana, ambayo iko kwenye mazungumzo ya watu, ni kadhia wanaoita Waarabu i'adatu tarsimil hudud. Kuna mijadala hiyo yaendelea paka kwenye mitandao, sijui kuna county zinataka kufanya nini? Utangamanishwa, sijui kuna maeneo yataka utangamanishwa. Jana nilikuwa na baadhi ya viongozi tukizungumza,
wakinana jamaa tunataka tutoke tu nini. Mimi nikawaambia kwa ufahamu wangu na nilivyowasikia wafahamuo. So mimi mambo ya dini hurudi, lakini mambo mengine siasa henda kwa leo nishinda ufahamu. Haya zitabu. Issue ya mipaka si issue ya Amu wala ya kulengwa Lamu County. Kuna watu naona kama wairezi ni issue tumelengwa sisi. Hii ni issue mfano wa hii issue ya corruption. Na hii ni katika amendment inaotarajiwa kufanywa katika referendum. Si masala kwamba mtatoka maandamano mpige, ni masala mtapiga yes ama no kifupi kizima. Kwa sababu tunahitaji wabunge wazidi maeneo fulani na tunahitaji wabunge wapungue maeneo fulani, ndio agenda ya Prime Minister itembee, kwa sababu sisi twenda kwenye bunge sasa. Sijui tumeelewana vizuri sana jamanini? Na ndio tukienda kigeographical wanavyotuambia mtakuwa na ziti zingi. Sisi kwetu ni wengi kipopulation, lakini ardhi yetu nini? Finyo. Tukija kwenye namba sisi tutaongeza wabunge na wengine wanaotarajiwa mara nyingi wao watu wa upinzani mkiwemo nyinyi wa Pwani. Mko katika tonge la kuliwa, hamkulengwa nyinyi tembe moja. Kuna tonge zima imebahatika na nyinyi mko ndani. Kwa hivyo suala lisitizamo hivi kwa namna nilivyoyasikia haya maneno na nilivyoyafuatilia ni kuwa kuna package kamili yaja. Kuna package kamili yaja na mujipange jinsi ya kukabiliana na package hiyo, ikiwemo ndani Prime Minister, ikiwemo ndani serikali tunavyoitaka 2022 kuiunda. Hayo ndivyo ninavyoyafahamu mimi na wengine waweza. Maliza la mwisho nikija kwetu Amu. Kadhia ya security na polisi kupiga doria. Hapa kuna utata mmoja tunataka tuelewane kati yetu sisi viongozi na jamii na kati ya polisi. Polisi ni muhimu katika jamii na ni lazima wafanye kazi yao. Na uhalifu uko. Lakini mahala pagumu mara nyingi sisi mkitaamali huwa tunataka kuwekwa. Tukiwaambia shikeni, bata relax. Drugs huzanywa nini? Hawatia akilini. Ukiwaambia shikani, watatoka watashika aliomo na nani? Na asiyokuwemo. Kama kutukera, turudi tutoke sisi tuende tuambie fanya nini? Wateni. Kisha watuambie mmeona nyinyi utuambia shikani, tukishika huyo utuambia fanya nini? Hii ndio mtezo wa paka na paka unaoendelea hapa. Nataka ufahamike vizuri sana. Manake masala yaliyotokea juzi, vijana, watoto, vijana wa kike washikwa, walalishwa mapolisi mpaka asubuhi, hawana alaka yoyote. Vijana kwamba bwana hawana Mwayua jamanini, mimi hunena kila siku, mtu asituteze shere. Yeo katika kila watu 10 jamaa wengine hukwambia mmoja ni nani? Intelligence. Zungukwa, ukinena masikio kwa huku kusikia, huzengewa shababu. Jamaa nyinyi mumzengea ushababu mpaka ndani ya tundu ya sindano. Hamu ya yua hizi drugs hungia iye hapa. Kaza nyao nani? Hiki kushikwa ni upi? Kwa tutotezana shere kiasi hiki. Kwa hivyo swala liko hapa. Si masala ya kukataa kazi ya polisi ya kukataa kazi ya polisi ya kushika wahalifu wanaopora watu, wanaotumia zipanga yako. Lazima tuwe wa kweli, sio? Na lazima wakabiliane nayo. Lakini wasituweke kwenye mahala kwamba wakaishikia watu ovyo, ni mwisho wa mwezi, ni juma usiku wataka senti, wakaitilia pani, wajua kila mtu atakwenda kutoa shilingi 5,500, vijana 20 watatengeneza 100,000, issue itakwisha. Haya ni masala ambayo sisi hatuwezi kukubaliana nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى يقول